hiyo kuna mtu ambaye yeye anaamini ili apokee lazima uweke mkono, utamke matamko. Huyo ana imani dhaifu. Umeambia umhukumu, usimhukumu wala mawazo yake usiyahukumu. Kuna ambaye anaamini msalaba wa dini yake, Roman Catholic, yule msalaba akiuvaa hapa humwambii kitu, usimhukumu. Ni kwa sababu ya kiwango cha nini? Cha imani yake. Umeambia usimhukumu. Kuna yule ambaye anaenda sehemu fulani kuchukua maji fulani kwa kuyanunua, maana upako unauzwa siku hizi. Imagine nguvu ya Mungu inauzwa. Na Mkristo na akili zako unauziwa maji. Unanunua, unasema nimenunua nguvu ya Mungu. Hii ni ajabu sana. Nguvu ya Mungu imewekwa kwenye chupa fulani, mafuta fulani, unanunua kwa hela, alafu naamini umenunua nguvu ya Mungu. Na huna akili. Sikuhukumu, nakuambia ukweli, huna akili. Kwa sababu mtu yote mwenye akili timamu anajua kabisa kwamba nguvu ya Mungu haiwezi kuuzwa na haiuziki. So kuna mafuta fulani, kuna maji fulani, mtumishi ameyaombea, anaweka dukani anauza, na kuna muuzaji hapo, naomba mafuta 10,000 ya upako. Maana yake naomba kiwango cha upako cha shilingi ngapi? 10,000. Mengine nauza 100,000, naomba ya 100,000. Maana yake naomba kiwango cha upako cha 100,000, na unaamini kitafanya kazi. Na kwa sababu unaamini unapokea. Kwa nini unapokea? Kwa sababu gani? Imani yako ni dhaifu. So unakula mboga. Alafu kuna wewe ambaye ukishakomaa huhitaji mafuta, huhitaji maji. Kama Roho Mungu kwambia tumia mafuta, unachukua ya kwako dukani. Si ndio? Unanunua akiwa mafuta kawaida mwenyewe, unayaombea mwenyewe na unayatumia mwenyewe, huuziwi. So, yeye mwenye imani dhaifu usimhukumu. Kwa nini usimhukumu? Imani yake ni dhaifu bado, hajakomaa bado, ni mchanga bado. Usimhukumu, mwache. Kuna kongamano la ukombozi wa nyota, usimhukumu kwa sababu imani yake ni dhaifu. Nimeambiwa kuna ukombozi wa kitovu, usimhukumu, imani yake ni dhaifu. Lakini mbili hapo naongea na matured people, watu waliokomaa. Anasema yeye mwenye imani anakula vyote, mwenye imani dhaifu anakula mboga. So mtu yote ambaye ni dhaifu anakula mboga. Mboga ni nini? Maana yake ni vitu vya kawaida, huna mashuhuda makubwa. Ndio wale ambao eti amenunua gari, anakuja kanisani hapa, kanisa Bwana Yesu asifiwe, namshukuru Mungu nimenunua gari, haleluya. Kuna kahaba amehongwa gari na hajashuhudia popote. Haleluya, haleluya. Mungu ni mwema. Tulikuwa watu 50, tuliomba kazi, Bwana amenitendea, nimepewa kazi. Hajakupa Bwana kazi. Si umesoma? Umepewa kazi kama Yusufu, kwamba hujasomea, ghafla tu ni waziri mkuu. Hapana. Si umesoma? Umesoma ili iweje? Sasa ukipata kazi ni muujiza. Mnijibu basi, kupata kazi ni muujiza? Ni jambo la kawaida. Kuna Muislamu hajawahi kuombewa na yoyote. Eti kwenye interview naye amepata kazi na hashuhudii popote. Sisi walikuwa tumemezeshwa vitu vyepesi kwamba ukipata kazi Bwana ndo amekupa. Mzee, Mungu ameweka mfumo wake duniani hapa. Ni mfumo wa Mungu ameshauweka. Kwamba yoyote mwenye vigezo hivi akiomba kazi, wanaomtaka wakipendezwa na vigezo vyake wamchukue. Huo ni mfumo ambao upo wa kidunia. Sio alokole, ni mfumo wa nani? Wa Mungu kwa watu wote wapi? Duniani. Ndio maana kahaba anaomba kazi anapata, na wewe mlokole unaomba kazi. Tuna kuna sehemu kwa unakataliwa, kahaba anachukuliwa. Sidio? So, namshukuru Mungu, Bwana ni mwema. Kwa miaka 9 sikuweza kuolewa. Nimeombewa sana sikuolewa, lakini baada ya semina ya mwaka jana, Bwana alinitembelea nikaolewa. Haleluya. Ni Mungu amenichezea muujiza. Kuolewa ni muujiza. Kila Jumamosi duniani kuna mtu, tena sio mtu, kuna watu wanaolewa. Na kwa sio muujiza, hawashuhudii. Sadaka ya shukrani, Bwana amenionekania nimeolewa. Kuolewa, bibi yangu mimi hajawahi kuhudhuria kanisa lolote na aliolewa. Miaka hiyo na aliolewa na hajawahi kutoa shuhuda kwamba nashukuru Mungu, mzee Joseph aliniona kanioa. Never. Kwa sababu ni jambo la mfumo wa kawaida duniani. Tunamshukuru Mungu kwa yapi? Mashuhuda makubwa. Jamani, msinione mimi hivi, nilikuwa jambazi, sifai, nikiona kitu cha mtu lazima nikipore, lakini leo hii Bwana amenisaidia. Ile tabia ndani yangu haipo tena. Hizo ndio shuhuda. Kwa sababu sio kila mtu anaweza kufanya, mpaka nguvu ya Mungu kusaidie. Amen. Jamani, mimi daktari ameniambia siwezi kuzaa. Mimi ni tasa, nimepimwa, nimeonekana siwezi kuzaa. Na vipimo hivi hapa vinavyosema kawaida siwezi. Lakini eti baada ya maombi Mungu amenipa mtoto huyu hapa. Hizo ndio nini? Kwa sababu hata daktari alikupima, akiona na mtoto lazima kuita kuulize umekutana na nini? Amen.
Tumedogoshewa wokovu kama kitu kadogo hivi kiasi kwamba ukiona mwenzako ameolewa au hujaolewa unahisi kama Mungu amempendelea, yani kama Mungu amekusahau hivi. No. Wenye imani hula vyote, lakini wenye imani dhaifu au wadhaifu wanakula nini? Mboga. Mboga nini? Vitu vidogo vidogo, petty small things. You are bragging of small things. Vitu vidogo vidogo vya kawaida unajisifu navyo, hizo ni mboga, brother. So kama ndo aliyokuambia mimi Bwana amenisenzea nimejenga nyumba, hapana. Small things, mboga. Kila mtu Mungu amempa kufanya hivyo, juhudi zako mwenyewe. Ila kwa watu kama kina Yusufu sio hakuwa mwanasiasa, hakuwa na elimu, lakini kutokea gerezani mpaka kuwa waziri mkuu, huyo sio Mungu. Mimi niko hapa leo jamani, mimi sio mwanasiasa. Mfano ghafla nipokee simu hapo, mama anakuita na afa naambiwa kuanzia leo utakuwa mkuu wa mkoa wa Manyara. Jamani, huo sio muujiza? Mtu ambaye sio mwanasiasa, sijasomea uongozi, sijawahi kujihusisha, sina hata kadi ya chama chochote, ghafla tu kama mkuu wa mkoa mahali. Hii ndio kina Shadrach, Meshach na Abednego, kina Daniel. Of course walisoma, lakini nyasi walizopewa ni kwa sababu ya akili. Bila sema walikuwa ni watu wenye akili za Mungu. Amen. Watu wenye imani wanakula vyote. Dada, kuna mtu ana HIV, unasemaje? Nakuja kuiondoa. Kuna mtu mwenye pressure, unasemaje? Nakuja kuiondoa. Kuna mtu hazai, unasemaje? Nakuja kuweka mtoto ndani yake. Hiyo ni ndio maana ya vyote. Ila ukiambiwa kuna anayeumwa, kuna mwenye mapepo, nakuja kukemea, unaenda unakemea. Ila ukiambiwa kuna aliyekuja ni kilema, unasema tumpigie prophet. Haujafika kwenye vyote. Haleluya. 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 Tumeona vizuri Atukuzwe Mungu yeye aweze kufanya zaidi ya vile tuombavyo na vile tuwazavyo, lakini hatafanya, anafanya tu kwa kadri ya nguvu itendayo kazi ndani yetu. Nimemwomba Mungu sana hajajibu. Ukweli ni kwamba sio hajajibu. Kadri inakuzuia Mungu afanye zaidi ya kipimo ulichonacho cha imani. Imani huja kwa umesikia nini sasa? Unachokisikia kinaongeza imani. Imani kiongezeka inaongeza nguvu. Sasa wewe leo umesikia hapa, Jumapili kuuliza havipo, imani itaongezeka? Nguvu itaongezeka? Unafahamu hii sio kama mama zangu watakuwa nakumbuka, lakini najua vijana watakuwa nakumbuka. Usikuangalia movie vya watu wanapigana afu kamchagua mtu wako mmoja hivi ambaye unamshabikia, alafu ukaanza kujikuta na wewe unakuwa na yani umeangalia mtu anapigana afu na ukajikuta na wewe ukitoka pale. Labda ulianza kuangalia movie ukiwa hivi. Baada ya kuangalia movie unatoka pale ukiwa uko hivi. Yani umejaa imani fulani, umejaa kama aje mtu hapa ajitokeze. Hivi cha ukuta kweli? Au uje kuona mtu anafanya vitu kwa namna fulani anasema hivi, hiki chepesi hiki. Hiki chepesi kwa sababu umeona. Hiki chepesi hiki. Mzee, kwa Mungu huko si kile unachokiona ni chepesi. Vingine vinahitaji lazima vigaramie. Amen. Mimi zangu mzee wangu alikuwa mkali kweli, yani kutoka shuleni anaangalia saa. Mzee wangu nyumbani kwetu, ukiwa nyumbani kwetu barabara unaona pale. Kwa hiyo mzee wangu anaangalia nani wa kwanza kupita. Ana saa yake, yuko shambani na saa yake. So anaangalia kabisa kwamba mbona mtoto wa fulani amekuwa kwanza kupita kutoka shule, wewe ulikuwa wapi? Lakini pamoja na hayo tulikuwa tunavizia kuangalia movie. So kama najua saa 9 watu wanaruhusiwa na nimepita pale kwenye sehemu za movie, nimeona kuna bango la movie ninayoipenda, labda Chick Norris mfano kipindi hicho, naweza nikaigilizia pale nikatoka hata saa 8 nifidie ile saa, nalipa 100 yangu na kaa huko nyuma sionekana naangalia, lakini niko na saa yangu ili kigongo tu saa 9 na zuga anajua ashatoka shuleni wako barabarani na mimi najiunga. So mzee akiangalia wa kwanza wa pili wa tatu mwanae na mimi niko pale. Kumbe kuna lisani moja alikuwa anaangalia movie. So nilikuwa naangalia movie pale. Alafu inanipa maujasiri fulani. Usiku hivi nilikuwa naoga. Ila baada ya kuangalia movie nikajikuta najiamini hivi. Ila kuna siku nyingine naangalia movie ya kutisha. Ukitembea kwenye kole unahisi kuna mkono mrefu. Unaweza ukatokea hivi ukakuja mkono ukakunyakua namna hii. Ni kitu ambacho hakiwezekani. Lakini hiyo imani kwa sababu nimefanyaje? Nimesikia, nimeona. Kwa Mungu palivyo, ukisikia na kuona. Nimesikia Mungu anainua.
imejenga kitu fulani. Umesoma Mungu anafanya, imejenga kitu fulani. Haviji, lazima ukalipe gharama kwa hivyo. Walipaje gharama sasa? Mamifungo, utakatifu, maisha kujitenga, kujiweka wakfu mbele za Mungu, kwa yani kujiweka tayari kwa ajili ya Mungu, ndio wala kufanya unakuwa kitu cha maana. Amen. 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 So, nguvu iko kwa nani? Ndani yako wewe. Kwa nini ifanye kazi? Sema ni kadri. Sema tu ni kadri. So, umeomba jambo halijafanyika, shida sio Mungu, shida ni nini? Kadri. Kwa kadri ya nguvu itano kazi ndani yako. Kuna mtu wewe, mimi nishe kukemea pepo chuoni, masaa zaidi ya 6 na kemea pepo alitoki. Zaidi ya 6 kemea alitoki. Hapa kaja Muislamu mmoja tu, aitwa Ali. Kila hii sisi kaja kamshika masikio kuna huko. Akasema haya tumewasikia. Naombeni muondoke muache apumzike. Mrudi kesho tutaongea. Hata dakika kabla sijaisha, mdada akalala chini, kaibuka mpya. Hana pepo. Nimekemea mimi wapi? Niketa wenzangu tukakemea wapi? Tukaimba damu ya Yesu inanena mema wapi? Alafu Muislamu tu akaja. Si marafiki zao, unajua Waislamu kwa majini ni marafiki. So akaongea nao, akaongea jamani tunashukuru sana, mmemtesa sana vya kutosha, tuombeni mpumzike, mje kitu tuongee vizuri, tuombeni nataka nini. Haya nendeni. Dada akaanguka tishi. Tena yanguka kalala tu vizuri. Sekunde kadhaa mpya, afa ngana vanitia moyo. Yaani jamani, msione kama mtumishi hajafanya kazi. Mtumishi amefanya kazi. Mtumishi amekemea niko na Mungu na kabisa. Tena hata bora hata wewe angalau wewe umefanikiwa kuyazima. Nimeenda kwa Kakobe si kwa nani, hata hajafanya kama hivi. Lengo sio yafanye kama vile, lengo yatoke, hajatoka. Anasema alikuwa ashatoka ile ufahamu ulikuwa hujarejea. Wapi? Alikuwa hajatoka. Yule alivyoongea nayo yakasikia. Unajua kwa nini nilikwama? Unajua kwa nini nilikwama? Kadri. Ile ilikuwa ni ngoma. Wewe unakemea mapepo Tanzania lakini yako Kongo, yamezikwa Kongo. Anasema niishe kuishi Kongo. Kwa hiyo maana yake ni kwamba baba yangu alipokufa tulienda Kongo pale kwenye kabila baba tukatambikiwa pale. So mimi niko Tanzania hapa nakemea katika Yesu pepo toka. Kumbe sio pepo, mzimu baba yake na ole wake. Tena inabidi hiyo tuombe Mungu si walokwetu tuwe nayo. Ukimdeti huyo dada, ukimwacha wewe kaka umekoma. Utamtafuta popote alipo akufungue. So inabidi uongelee vizuri akuruhusu. La sivyo hakuna mahusiano yote ambayo utakaa. Hautakaa kwa sababu warembo hawapo. Vitendea kazi sasa, fanye kazi sasa unafanyaje? Lazima umtafute. Ndio sheria yake, ndivyo alivyotengenezwa. So ukimfuata ukimwambia nataka ukoe, muoe. Mkishindana mueleweshe. Bwana tumeshindwa kwa sababu akuelewe. La sivyo anakuambia nenda. Utarudi tu. Kuna kitu kinaitwa manhood. Manhood haifanyi kazi. Utakaa hapo. Utaoa? Huwezi kuoa. Imagine ili tuwaombee, kuna kaka mmoja alijichanganya akaingia kwenye mfumo. Akamwambia nitakuona kila kitu. Dada anaitwa Eliza akamkubalia. Wakaanza mahusiano. Akamkuta na mtu mwingine akamwambia mimi unanijua? Akamwambia kwani wewe nani usinitishie bwana, tuachane bwana. Yaani mahusiano yenyewe muda mfupi hata semester haijaisha. Unataka kunisumbua. Akamwambia mna shida. Baba kaka akapiga kwanza tukio. Picha ya kwanza, jamaa anaumwa ugonjwa ambao haonekani kwenye vipimo. Ana sweat muda wote ana sweat. Nilipomwombea yule kule kaka ndo mapepo analipuka. Yakanielekeza kwamba chezo ni nani? Ni Sister Eliza. Mimi huyo kwa Sister Eliza masaa 6 brother naombea pepo. Sio moja, hiyo ni falme. Hamna kitu. Anasema sasa baadaye. Anasema shida ni moja tu. Mtu asinikosee, yani nisipande na hasira, nisichukie. Mlifanywaje? Baba yetu alipokufa tuliogeshwa uchi kwenye kabila la baba na tukanuizwa. So nimepewa jina la ulinzi. Haya sasa, wewe una imani unaambiwa dada Eliza hapo mkemee. Na ushaona mimi nakupa story ya masaa 6. Unasemaje? Hebu kwanza nipeni kwanza wiki moja nikafunge 3 kavu. Lakini Muislamu alikuja hajatumia 3 kavu. Unajua kwa sababu gani Muislamu aliweza? Kadri ni ndugu wale. Ni ndugu wao wana lugha zao. Haleluya. Haleluya. Sasa hii nguvu leo nayo ndani yako inafanyaje kazi? Ngoja sasa nikuonyeshe kitu.